Nakusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Karibu sana kwenye semina ya ukombozi wa wakati. Na hii ni sehemu ya pili ya semina yetu. Mimi nakukaribisha sana. Na kichwa ambacho neno ambalo tunasimamia ni kutoka Mhubiri 3:1. Na sehemu ya kwanza tumeweka msingi kwa vitu vingi ambavyo na uhakika kabisa vimetusaidia. Na ukisoma Mhubiri 3:1 utagundua kwamba kila kitu, kila jambo lina wakati wake, lina majira yake. Na ukifanya jambo fulani katika wakati ambao sio sahihi, hata kama hilo jambo ni sahihi, litaonekana sio sahihi. Maana yake nini? Kwenye maisha yetu kuna wakati tunaweza tukafanya mambo sahihi, lakini ikawa ni muda ambao sio sahihi, kwa maana ya kwamba adui amefaulu kula muda, kula majira ambao tulipaswa tufanye kitu sahihi kwenye majira hayo. Tukajikuta tunapoteza majira. Sasa kwenye sehemu ya pili nitakufundisha ni namna gani Mungu anaheshimu wakati, thamani iliyopo kwenye wakati, upande wa Mungu na upande wa shetani. Ndani yake humu utaenda kujifunza vitu vingi sana ambavyo ni halisi kabisa na vinaendelea kwenye maisha yetu. Lakini pia tutakuja tuzungumzie dalili za kujua kwamba majira yako yameliwa na unapaswa kufanya nini ili kurudisha miaka yako iliyoliwa na nzige. Karibu sana. Lakini kabla tumshukuru Mungu. Baba, asante kwa ajili ya neema hii, sifa, heshima na utukufu vina wewe hata milele. Jina lako ni kuu na tukufu. Ninaomba ukanitumie kufundisha. Kila fahamu ukaifungue kabisa, watu wako wakaelewe na kujifunza yale ambayo umekusudia. Amen. Sasa mtoto wa Mungu, kwenye hii sehemu ya pili unaweza kaandika thamani ya wakati kwa Mungu na kwa adui. Thamani ya wakati. Lazima tujue thamani ya wakati. Na ili uweze kujua thamani ya wakati, ni vyema nikakupa baadhi ya maandiko ambayo utagundua kwamba Mungu anaheshimu sana wakati. Mungu anaheshimu sana wakati. Na hii pengine inaweza ikatupa msingi wa kutembea vizuri kwenye hii semina. Karibu sana. Sasa ningependa nikwambie kitu kimoja kwamba kwanza kabisa Mungu ni Mungu wa ratiba. Mungu ni Mungu wa wakati. Mungu hafanyi mambo yake kienyeji. Lazima ujue hilo. Mungu anafanya mambo yote kwa wakati. Kwa wakati timilifu. Biblia inaposema huu ndio mwaka uliokubaliwa, aliyekubali ni nani? Mungu. Maana yake ni kwamba Mungu anaenda, au huu ni wakati ulioamliwa. Wakati ulioamliwa maana yake nini? Mungu anatembea na ratiba. Umeamuriwa na Mungu. Why? Kwa sababu yeye ni Mungu wa ratiba. So ukipishana na ratiba ya Mungu, maana yake utajikuta upo kwenye hasara. Ndio maana lazima tuwe makini. Kuna watu ambao wao wana ratiba zao na hawajui ratiba za Mungu ni zipi. Imagine unapata msukumo wa kuwa unaomba, alafu unasema sitaomba leo, nitaomba kesho. Maana yake ni nini? Unapingana na ratiba ya Mungu. Mungu anajua ni nini kinakuja. Ndio maana ameachilia hiyo kiu. Ukiacha kuomba hiyo siku, ukalala, usishangae usiku ukakutana na matatizo. Lazima ujue hicho. So Mungu wetu ni Mungu wa wakati. Yoyote ambaye haendani, hafati wakati,
hana ratiba ambayo ni ya mbingu, atajikuta ana ratiba zake. Na njia rahisi ya kujua tu kwamba huu ni wakati, hii ni ratiba ya Mungu, ni kwamba anawekaga kiu, huwa anaweka msukumo. So kisha ona hiyo kitu, maana yake unatakiwa uhakikishe unaitumia kweli kweli. Niliwapa ushuhuda mimi kipindi nikiwa mdogo. Kuna nguvu ilinishukia, alafu nikawa najisikia kusoma maandiko, kusikiliza watumishi wanasema nini. By the way, kile kitu kwanza nikikumbuka, ilikuwa ni rahisi sana mimi kuanguka kwa mtumishi ambaye ni nabii wa uongo, kwa sababu kiu yangu ilikuwa tu ni kufanyeje, ni kusikiliza neno la Mungu. Sasa kuna wakati unaweza kumsikiliza afa akakuharibu. Ndivyo ambavyo baadhi yenu pia mnapitia. Ndio maana unahitaji mlezi. Mimi sikupata mlezi, kwa hiyo ile kiu ilikuja ikaondoka. Nashukuru Mungu alikuja akarejesha tena. Kwa Mungu ni Mungu wa ratiba, Mungu ni Mungu wa wakati. Na nataka nikwambie tu kweli. Yesu alisubiri miaka 30 ili kuanza kazi. Yaani Yesu ilibidi asubiri miaka 30 ili aweze kuanza kazi. Why? Kwa sababu ni muda uliokuwa umeamriwa, ni wakati uliokuwa umeamriwa. Tumeelewana mpaka hapo? Na miaka 30 ni prophetic years. Ni miaka ya kinabii. Umenielewa? Yes, ni miaka ya kinabii. Kuna aina ya maombi ukifikisha miaka 30, ukikaa vizuri na Roho Mtakatifu kayaomba, utaona mabadiliko kwenye maisha yako. Okay? Tusiongelee sana huko. Lakini nataka nikwambie Yesu alisubiri miaka 30 ili kuanza kazi. Na ngoja nikwambie mwaka ambao ulikuwa umekubaliwa na mbingu, ulikuwa ni mwaka ambao Yesu alikuwa anafikisha miaka 30. Manake kama Yesu angefanya before hapo, umenielewa? Alikuwa anaenda kinyume na ratiba. Ndio maana lazima tuwe makini. Unajua kwa nini tuna makanisa ya watu ambao wamekuwa wezi, matapeli? Kwa sababu gani? Waliamua wao. Mungu alikuwa na ratiba juu ya maisha yao. Wakati alikuwa nao, lakini wao wakaona anachelewa. Ukisoma kitabu cha Luka 4:19. Luka 4:19. Kwambie tu kweli. Kuna watu ambao ratiba za ndoa zao, wakati wa ndoa zao ulikuwa tayari Mungu ameupanga. Lakini wao waliona wawahi kwa sababu ya hisia walizokuwa nazo. Wakaingia kwenye ndoa ambazo hazikuwa zimekubaliwa na Mungu, kwa sababu wakati ambao waliingia zilikuwa hazina kibali. Wakajikuta kwenye mtego. Kuna watu ambao wao walizalao ukasema mimi sijisikii kuolewa. Na mara nyingi adui anahusika. Amen. Luka 4:19 inasema na kutangazwa mwaka wa Bwana uliokubaliwa. So kuna mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Ni mwaka upi? Kumbuka hapa Yesu alikuwa na miaka 30. Sijui tunaelewana mpaka hapo? Alikuwa na miaka 30. Ndio mwaka uliokuwa umekubaliwa. Kama angeanza na miaka 25, maana yake angeenda kinyume na ratiba ya mbingu. Sema amina kama unanielewa. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza kuwa watu ambao tunapaswa kusubiri wakati sahihi. Hatupaswi kuwa na haraka. Na tunapokuwa na haraka, kuna vitu ambavyo tunaweza tukajikuta tunaingia hasa matatizo ambayo sio ya lazima. Haleluya. Aidha kwa kuingia kwenye mahusiano yasiyo sahihi au kuingia kwenye huduma wakati ambao sio sahihi. Kuna kiwango cha kiroho unahitaji kuwa nacho, unaingia kabla ya kile kiwango, unajikuta huduma yako inageuzwa. Unakuwa nabii wa uongo, unaanza kufundisha watu mambo ya mitishamba. Mlisikia huyo mchungaji? Yes, akawa anafundisha watu mitishamba. Why? Aliingia wakati ambao sio sahihi.
Kuna wakati Mungu itabidi akutenge na mizimu kwanza kabla hujaanza hiyo huduma. Lakini wewe umeshaenda, umefungua kanisa, unakuta ile mizimu inainuka na ina uhalali. Amen. Lakini lazima ujue kitu kimoja pia. Yesu hakufanya miujiza yoyote kabla ya muda. Yes. Hakufanya miujiza. Hakufanya miujiza. Ukitaka kujua kufanya miujiza kabla ya muda sahihi, usifikiri Yesu baada ya kubatizwa pale ndo akawa na nguvu za kufanya miujiza. Hapana. Nguvu za kufanya miujiza alikuwa nazo, lakini haukuwa muda sahihi. Ni kweli kabisa, si ndio? Umefikisha umri wa kubeba mimba, lakini hiyo sio sababu ya kuingia tu kwenye ndoa au kubeba mtoto. Lazima upige chini, upige magoti. Piga magoti chini, muulize Mungu. Na Mungu akisema yes, nenda. Haleluya. Yohana 2:4 inasema, Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Ilikuwa ni saa ipi? Ya kubadili yale maji kuwa divai. Maana yake anasema muda wangu wa kufanya hayo mambo bado. Kumbuka hapa ni mwanzoni kabisa. Umenielewa? Yes. Ni mwanzoni kabisa wameenda kwenye harusi ya Kana. Ni mwanzoni kabisa. Na Yesu anasema muda wangu bado. Lazima ujifunze. Kumbe Yesu maisha yake yote aliyafanya kwa kufuata muda. Na hii tufundisha kitu kimoja. Usifanye kila kitu muda wote. Umenielewa? Kama ofisini unapaswa kufika saa 2, fika saa 2. Haleluya. So, nimeanza nikakwambia kwanza Mungu ni Mungu wa ratiba. Nikakwambia Yesu alipaswa kusubiri miaka 30 ili kuanza huduma. Yesu hakuanza huduma kwa sababu alikuwa na upako tu. No, ile ni kwa sababu alitii ratiba ya mbinguni. Maana yake ndio maana unaitwa mwaka uliokubaliwa. Maana yake ni nini? Kuna mwaka uliokubaliwa wa wewe kuingia kwenye ndoa. Kuna mwaka uliokubaliwa kuingia kwenye huduma. Ukiingia kabla ya hapo unaingia kwenye matatizo. Na nikakusomea Luka 4:19. Nikakwambia subiri wakati sahihi. Lakini namba 3 nikakwambia Yesu hakufanya miujiza yoyote kabla ya muda wake. Ndio maana alipoambiwa kubadili maji kuwa divai, akasema nini? Mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Wakati wangu haujawadia. Sio majira ya kufanya mambo kama hayo. Haleluya. Na kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu kama haya mambo ya miujiza angeanza mapema. Yesu alijua muda ambao alitakiwa afe. Maana yake kama angeenda kinyume na nyakati, ndio maana hapa anasema muda wangu hujawadia. Kwamba nikianza haya mambo mapema, sitafundisha watu. Hawa jamaa wataniwahi mimi kuniua before muda ambao natakiwa kufa. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Hapa nikakusomea Yohana 2:4. Okay. Lakini nataka nikuonyeshe pia thamani ya wakati au muhimu wa wakati mbele za Mungu. Umuhimu wa wakati mbele za Mungu. Na adui pia nataka nikuonyeshe namna gani Mungu anatumia muda au wakati na shetani anatumia vipi ile thamani ya wakati. Ngoja nikwambie. Mungu alijua umuhimu wa nyakati. Yaani alijua kabisa mtu ambaye anaishi bila kufata majira ni hatari sana. Ni hatari sana. Mimi nitakuja nikufundishe majira tofauti tofauti. Mungu atupe majira tofauti tofauti. Utajuaje kwamba ni majira unakaribia ku breakthrough? Sawa Utajuaje unataka upenyo? Utajuaje Mungu anakaribia kukujibu?
So tutasoma hivi vitu. Nataka hii semina isiwe ndefu sana. So Mungu alifahamu kwamba mtu yeyote ambaye anaishi bila kujua nyakati anaweza akajikuta anaishi maisha ya hasara, kama ambavyo nimeelekeza sehemu ya kwanza. Okay? Sasa Mungu alichofanya, akaleta kabila Israeli linaitwa Isakari. Hawa jamaa walikuwa ni wataalamu wa kusoma muda, kusoma nyakati. Kwa sababu Mungu alijua hawa watoto wasipojua nyakati hizi wanapaswa kufanya hiki, wataanza kuishi nje ya ratiba za mbinguni, maana yake hawatakuwa na msaada wa mbingu. Haleluya. Ngoja nikusomee Mambo ya Nyakati 1. Mambo ya Nyakati 1:12-32. Inasema nini? Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende, vichwa vyao vilikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Maandiko yanaposema kwamba watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende, maana yake ni nini? Kila jambo lina wakati wake. Jambo linaweza likawa ni jambo zuri, lakini ukilifanya wakati ambao sio sahihi, likaonekana sio zuri. Watu hapo wanalia, wewe unaenda kucheka. Muda wa kuvuna wewe unapanda, hautavuna. You see? So Mungu alijua umuhimu wa nyakati. Ngoja nikwambie, kuna majira lazima ujue kwenye maisha yetu. Na lazima uwe very sensitive kujua. Umeelewa? Lazima uwe very sensitive. Hata kwenye madhabahu kuna majira. Unaona kama sasa hivi, maana yake ni majira ambayo Mungu ameyaachilia ya mimi kufundisha semina. Sio kwamba sasa itakuwa tu semina. Umeelewa? Kuna majira. Kuna majira hata wewe utajikuta tu kipindi hicho unapenda sana kusoma Biblia kuliko hata kuomba. Umeelewa? Unaomba lakini unasoma sana Biblia. Kuna majira yanakuja unaomba sana kuliko kusoma Biblia. Kuna majira yanakuja unaanza tu kujifunza jambo la aina fulani hilo, yani unatokea kulipenda, maana yake ndo majira. Umeelewa? Yes, hao jamaa walikuwa na akili za kujua nini? Nyakati. Mungu alijua, bila kujua nyakati ni rahisi kuanguka. Sema amina kama unanielewa. Sasa huyu ni Mungu. Tumeona ni wazi Mungu anaheshimu kitu kinaitwa nyakati au wakati au majira. Sasa ngoja nikupe siri ambazo zitakusaidia, ambazo adui anazitumia sana kuwafunga watu. Lazima ujue kwamba shetani pia ni kiumbe cha ratiba na kina copy kila kitu kwa Mungu. Sema amina kama unanielewa. Kina copy kila kitu kwa Mungu. Na ukitaka kuhakiki kwamba jamaa moja ya kitu ambacho anakithamini ni muda, soma Ufunuo 12:12 ambayo inaweka wazi, inasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Lazima ujue, kumbe shetani kazi zake zote anazifanya akiwa ameshafanya timing ya muda. Yaani anaangalia pale hapa, anahakikisha nafanya kazi kwa spidi kuhakikisha kwamba mpaka nafika kwenye ule muda nimeharibu hawa watu wa kutosha. Sijui kama unanielewa. Lazima ujue hicho. Na lazima nikwambie tu kweli, adui anazingatia muda. Unajua wachawi wakiambiana kwamba tukutane saa 6 kamili, ni saa 6 kamili wote wamefika. Sisi ndo tukiambiwa kanisani saa 2, tunafika saa 2:30. Mungu atusaidie.
Mungu atusaidie. Sasa nataka nikuonyeshe ni namna gani adui huwa anaheshimu kitu kinaitwa muda. Namba 1 au nyakati, sadaka. Yaani ngoja nikwambie, ukishaona kitu fulani ambacho ukielewi kinakaa pattern fulani. Kwa mfano, watu wanaoenda kila mwezi wa 12 wanachinja, wanakula. Mwaka ujao tena mwezi wa 12, mwaka ujao tena mwezi wa 12. Tayari hiyo ni ibada. Na wanatoa sadaka kwa miungu yao. Shetani ni mzee wa ratiba. Kama ni miezi 6, ni baada ya miezi 6, na anafuata hivyo hivyo. Inakuwa kwenye interval hiyo. Sema amina kama unanielewa. Ndio maana ngoja nikwambie kitu kimoja. Hata kwenye vifungo, anapomfunga mtu mara nyingi, kuna baadhi ya vifungo ni vya muda. Sawa? Kwa mfano, kuna wadada ambao wao majira yao yanaliwa vipi? Yaani kila mimba ikifika miezi 3 au 4 au miezi yoyote ile, mimba haivuki hapo, inatoka. Nilikutana na dada mmoja zilikuwa zimetoka mimba 5. Nilikutana na dada mmoja zimetoka 7. Kila ikifika miezi fulani wanamzuia. Ile mtoto anatoka, ile mimba. Maana yake hiyo wanacheza na nyakati. Wanacheza na muda. Kwamba miezi fulani ikifika walisha seti, ni kama vile roboti. Wamefanya automation. Ikifika tu tap, wanamchukua yule mtoto. Na hawapotezi muda. Sisi tu wanadamu ndio tunapoteza, tunacheza na muda. They are very serious. Umenielewa mpaka hapo? Lakini sehemu nyingine ngoja nikuonyesha, ambayo inaonyesha kwamba jamaa adui anaheshimu kitu kinaitwa muda, na anafuatilia na anafanya mambo yake kwa muda. Sawa? Ni kafara mfano kama hizi za Tanzania hizi. Mauaji. Sometimes ngoja nikwambie, nikupe story moja. Kulikuwa na kijiji zamani huko nyuma. Kulikuwa na joka wanaliabudu. Lakini kile kijiji baada ya kuliabudu muda mrefu likawa limewatawala. Ilikuwa ikifika mwezi wa 4 watoto wanaanza kufa. Wanapukutika. Linaweza tu likaamua huo mwezi ng'ombe wafe. Linatafuna damu na kunywa damu. Mbuzi wafe. Ilikuwa linaamua yenyewe. Lakini ilikuwa lina maintain muda. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba adui yuko serious na muda. Anajua kucheza na majira. Sio kama unanielewa mpaka hapo. Sawa? Ndio maana pia huwa kuna baadhi ya nchi ikifika miezi fulani mnaanza kusikia mada za mauaji. Kafara zinaanza kutolewa. Wana miezi yao kabisa ya kafara. Maana yake ni adui anajua kumaintain kitu kinaitwa nini? Kitu kinaitwa muda. Kitu kinaitwa muda. Ngoja nikuonyeshe kitu. Unajua ukisoma maandiko vizuri utagundua Herode alichotaka kufanya exactly kilikuwa kile ambacho nimetoka kukisema. Ngoja nikusomee. Ukisoma Matendo ya Mitume 12:1 inasema, panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Unaelewa? Panapo majira yale Herode mfalme. Maana yake ni nini? Huyu Herode alikuwa anaendeshwa na nguvu za giza. Maana yake kulikuwa na kiu imewekwa ndani yake kwamba kila ikifika muda fulani, majira fulani, anatakiwa kuua. Pengine alikuwa anajua kabisa, pengine ndo kafara alikuwa anatoa. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Na jamaa akamuua Yakobo. Alafu alipofika ile majira akataka kumuua na nani? Na Petro. Kanisa ndo likashtuka. Wakajua hii pattern shetani anahusika. Sio swala la kimwili. Wakaingia kwenye maombi. Na Petro lingemuua kwa sababu baada ya kumuua Yakobo, majira yale alitaka kumuua Petro.
Kuna vitu ukiviangalia kwenye maisha yako, kwa mfano, mimba ya kwanza imetoka miezi 3, ya pili miezi 3, tayari anahusika shetani. So unaweza ukatumia nyakati kutambua ni nini kilicho nyuma ya nini, ya jambo fulani. Jambo lolote ukiona linajirudia, unajua kuna shida. Linapojirudia maana yake kuna kitu ametwist kwenye muda. Kama miezi 3 linatokea ile tatizo. Ukiona nyumbani kwenu baada ya kila muda fulani kuna aina ya mboga mnakula, na ukarekodi ukajua kila mwezi huu huwa tunaletewa mboga fulani, au nyama huwa tunakula tarehe hizi na hizi, hiyo nyama wametambikia na hawajawaambia. Shtuka tu kwamba mbona kila baada ya miezi 3? So utakuwa unalishwa vyakula vya mizimu na haujui. Sio, umenielewa? Lazima ujue hilo litakusaidia. Maana nakwambia lazima ujue kwamba nyakati kama nyakati zinaweza kutumika kama kwenye vifungo. Sema amina. Kwa mfano nimewahi kukutana na dada mmoja, yeye alikuwa anaanguka kila baada ya siku 8, kitu kama hicho. Siku 8 kifafa. Baada mwingine nilikuwa nikutana naye anasema yeye muandamo wa mwezi sijui kikaribia sijui tarehe ngapi anaanguka. Maana yake kuna wakati wachawi wanaweza kukufunga kwa tarehe, na mara nyingi wanafungamanishaga na mwezi, chawi wa hivyo. Huo chawi wa nyakati wa kucheza na masaa, mara nyingi wanafungamanisha na nini, na mwezi. Umenielewa? Yes. Kwa sababu kuna wachawi ambao wamespecialize kwenye uchawi, wanaabudu mwezi kwa namna wanavyojua wao. Okay? So lazima uwe makini. Nimekwambia kuwa makini. Kuna vitu lazima uvifuatilie kwenye familia yako, utashtuka. Utajua kuna shida. Kwamba hapa kuna tatizo sio la kawaida. Lazima ujue roho zina keep time. Spirits zina keep nini? Time. Wewe tu unaweza ukajikuta u keep time, lakini roho zina keep time. Hazichezagi na muda. Wewe mtoto wa Mungu unaweza ukacheza na muda, lakini sio roho. Shetani au awe Mungu wana keep time. Wanajua kwenda na muda. Ukicheza ukaenda nje ya majira sahihi, maana yake umefeli. Unielewa? So kila jambo lina nyakati zake. Kila jambo lina wakati wake. Adui kazi yake ni kuhakikisha kwamba huo wakati Mungu akija akukute huko bize. Na muda mwingine akukute na watu sio sahihi. Unajua kuna watu shetani aliwawahi. Yaani kwamba alikuangalia kabisa akaona una huduma kubwa, akakuletea mwanamke ambaye ni kizuizi, ambaye haamini kwenye mambo ya huduma. Mambo ya huduma kwake anaona kama hamna. Unatokaje usiku bwana na wewe? Usiende bwana leo, usiende. Wakati unapaswa kwenda kufanya huduma. Maana yake anakuletea mtu ambaye hajashikamana na kusudi lako. You see? Lengo ni nini? Kutafuna muda. Yaani muda ambao litakuwa uwe busy na watu na hudumia, unakuwa busy unabishana na huyo mtu. Mnapoteza muda tu ovyo. Ugomvi kila siku. Mara mmepelekana kwa mwenyekiti wa kijiji. Kupoteza muda. Adui anacheka, anasema yes. Umenielewa? Lazima ujue kuna sometimes adui anaweza akakupotezea muda ukafika umri ambao huwezi kufanya hilo jambo. Ndio kazi yake hiyo. Sema amina kama unanielewa. Mungu akubariki sana. Mimi nikutakie siku njema. Na nadhani umenielewa vizuri namna gani Mungu anaheshimu muda, lakini namna gani adui anautumia muda kuwafunga watu, lakini pia kufanya mambo yake, hata kwenye mambo yake ya ibada. Ngoja nikwambie kitu. Hata wanaoenda kuzimu wana siku zao. Hawaendi tu. Wana siku zao. Mtoto wa Mungu, kama unataka kutembea na Mungu lazima na wewe ujue
kutembea na muda. Umenielewa? Lazima ujue kutembea na nini? Na muda. Ndio maana kuna kitu kinaitwa malango. Asante Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ananikumbusha. Ni malango. Haya ni malango ambayo ni nyakati, ni masaa. Lazima ujue kuna fumbo kwenye kitu kinaitwa muda. Kwenye hayo masaa 24 kuna fumbo. Ngoja nikwambie. Saa ilivyotengenezwa ikutengenezwa bahati mbaya. Ukifuatilia saa vizuri utagundua kuna kule juu, sawa Alafu kuna chini, kuna huku pembeni saa 9, si ndio? Kuna saa 9 pembeni huku, kuna saa 3 pembeni huku, si ndio? Kuna saa 6 juu, saa 12 chini na vice versa. Sasa lazima ujue kuna kitu tunaita malango. Malango ya nyakati. Ambao ni muda gani? Saa 3, saa 6, saa 9, saa 12. Nimeanza na saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Saa 3, saa 6, saa 9, saa 12. Hayo ni malango manne ya mchana. Alafu kuna malango manne tena ya usiku hayo. Saa 3, saa 6, saa 9, saa 12. Sema amina. So tuna malango ya nyakati, malango ya muda 8. Ukisoma Biblia yako vizuri utagundua kwamba mitume walikuwa waendi tu kusali. Ukisoma Matendo ya Mitume 3 kuanzia 1 utagundua kwamba mitume walikuwa na muda wao wa kusali. Lazima ujue kila kitu kina muda wake. Ukishindwa kuwa na muda wa kuomba kwenye haya malango, jitahidi sana uwe na muda wa kuomba kwenye haya malango, utaona matokeo. Sawa? Kama mitume walikuwa na huo muda wa kuomba, maana yake na wewe pia unapaswa kuwa na huo muda. Hii itakusaidia sana. Hii itakusaidia mno. Umenielewa? Saa 3, saa 6, saa 9, saa 12. Masaa hayo malango 4, kuna malango mchana na malango usiku yanafika 8. Okay? Unaweza kuona hata kifo cha Yesu ilikuwa saa 9 kamili. Ndio maana tuna sala maalum ya saa 9 kamili. Maana yake ni lango kwenye ulimwengu wa roho. Kuna tofauti ya mtu anayesali saa 9 na anayesali saa 7. Lazima ujue hicho. Kama ambavyo nimekuambia unapofikisha miaka 30. Sawa Kuna aina ya maombi ukiomba ni rahisi sana Mungu kukujibu. Why? Because ni lango. Ni umri ambao ulitumika kama lango. Lazima ujue kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho vinafanyika kama lango. Kwa mfano, mzaliwa wa kwanza ni lango. Umenielewa? Lango la baraka. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho ni malango. Ukivishika vizuri utaona matokeo. Andike hivi vitu vitakusaidia sana. So kuanzia leo lazima ujue. Kwa nini tunaamka saa 9 usiku? Kwa sababu ni lango. Kwa nini kuna sala ile ya saa 9? Kwa sababu ni lango. Kwa nini kuna maombi ambayo watu wanaomba saa 6 usiku? Kwa sababu ni lango. Do you understand? Sio ushirikina, ni lango. Ni lango kweli na lina tofauti. Yes, fuatilieni.